Mambo ambayo yametokea weekend kwenye teaser zile thank you zikitokea kwa Jonathan Soa ameondoka, amerudi nyumbani, yes. Lakini pia na wengine kiwemo Mzamiru pia amepewa thank you lakini pia Ladak Chesambi amepewa thank you. Sasa katika utambulisho wa awali kabisa Simba imeanza na Kelvin Nashon ambaye tetesi zake zilianza mapema sana kabla hata msimu hujamalizika, na ndio ilikuwa sababu, kumbe ndio maana alikuwa achezi kwenye mechi za klabu ya Simba. Ilikuwa kama minongono mechi mbili hakucheza. Lakini mwisho wa siku Nashon huyo hapo ndani ya klabu ya Simba kutokea Pamba Jiji. Ni usajili wa aina gani huu, Kelvin Nashon kujiunga ndani ya klabu ya Simba katika nafasi ya kiungo mkabaji? Ni usajili mzuri kwa sababu kuna upgrade ambayo unaiona kwa upande wa Simba baada ya Yusuf Ali Kagoma kuwepo pale kwa misimu kadhaa, lakini kuna namna aliangalia namna gani unaweza kuboresha kwenye eneo lao la kiungo, kuleta kiungo mwingine mzao, kwa sababu idadi ya wachezaji wengi wa kimataifa ina limit. Hauwezi ukawa na mchezaji mmoja kwenye, yani huwezi ukawa na wachezaji wawili kwenye position mbili hiyo kwa wakati mmoja, kitu ambacho kimekuwa ni kigumu. At least kwa upande wa washambuliaji unaweza ukawa na namba 9 wawili kwenye upande wa timu na bado ika make sense zaidi. Sasa kiangalia kwenye msimu uliopita Simba walikuwa na Yusuf Kagoma pamoja na Alassane Kante kwenye eneo la midfield, lakini potential ilikuwa inaonekana ipo kubwa zaidi kwa nani? Kwa Yusuf Kagoma. Mie kwa ukiniuliza kwa msimu huu miongoni mwa wachezaji bora ndani ya kikosi cha Simba sita kumtaja Yusuf Kagoma. Amekuja na season ya tofauti sana. Sio yule ambaye alikuwa na rafu nyingi uwanjani. Yes, IQ yake pia ulikuwa unaiona akiwa kama alikuwa anacheza soft hivi. Yes, yani ni mchezaji ambaye unamuona kuna namna kama chua, yani kutoka kwenye kucheza sasa kwenye timu za madaraja ya kati, sasa amekuja kucheza kwenye timu ya daraja la juu zaidi. Kwa hiyo utulivu wake ulikuwa uko bora sana kwenye eneo la kiungo, na haikuwa inastaajabisha kumuona Alassane Kante anaanzia wapi? Anaanzia bench kutokana na quality ambayo yuko nayo nani? Yusuf Kagoma. Baadaye kwenye zile partner tena akaja akawekewa Neo Maema kwenye eneo la msaidizi pale namba juu, nadhani ilienda ikakliki zaidi kuliko nani? Alassane Kante. Kwa hiyo unapomsajili mchezaji kama Kelvin Nashon, tafsiri yake ni nini? Unaenda kwenda kuongeza wigo, lakini pia mwalimu inaenda kwenda kumpa option nyingi za kuweza kufanyaje, za kuweza kutumia. Kuna challenge nzuri sana kati ya Yusuf Kagoma pamoja na nani? Na Kelvin Nashon. Kwa sababu tukumbuke pia ni wachezaji ambao washacheza pia kwenye timu moja, kwa maana akiwa na Singida. Baadaye alivyokuja kuondoka Kelvin Kagoma, akaja tukamuona akawa anacheza Kelvin Nashon pamoja na Azizi Ndambwile. Kwa hiyo ni wachezaji ambao wanaojuana. Kitu pekee ambacho sina wasiwasi nao ni mawasiliano yao watakapokuwa uwanjani. Copy and paste ya Singida kuja wapi? Ndani ya kosti ya Simba Sports Club. Sema tu ni kwamba huku Kevin atakutana na jukwaa tofauti, atmosphere ya mashabiki, ile pressure ambayo mara nyingi Amani amekuwa anaizungumza kwa upande wa Prince Dube, nadhani huku itakuwa ni kubwa zaidi. Kipindi ambacho anacheza Singida, mechi unakuta ni saa 8, lakini mechi ambayo haina hata mashabiki, yani hawajazi nusu. Mashabiki 10. Mashabiki 10. Ukikosea amna ambaye atakaye kulaumu. Umetoka hapo umeenda mashabiki 10 hapana bana. Mechi za saa 8. Tunaenda hizo mechi. Mechi za saa 8. Acha mashabiki 10. Acha hizi mechi ambazo sasa hivi acha za Mtipa hizi. Yes. Hizi ambazo hata PMbet walikuwa wanalipia kiingilio mashabiki waingie. Bado yani hata nusu afiki. Hizi kidogo ilikuwa afadhali. Zile ambazo zilikuwa zinachezwa na mfua zile. Mimi ndo nazungumzia. Ukichanganya na viongozi 15 20 basi mambo yanaenda. Kwa usikosee haukutana na hiyo pressure hiyo kubwa. Lakini ametoka pale ameenda Pamba, si ndio? Nadhani Kevi Amani atakuja na story ya kwa nini Kevi pia kwenda Young Africans, si ndio? Lakini kama kuna kitu bora ni Kevi kuomba kwenda kwa mkopo wapi? Pamba. Kiasili ni nyumbani Mwanza kule, si ndio? Kule ameenda kupata hiyo platform kwa sababu hawakumchukulia pia kama ni mchezaji wa kawaida. Ameenda pale ameenda kupata hiyo platform kwa sababu muda mwingine unaweza ukaa kwenye timu usipate hiyo nafasi. Kati Kevin yupo pia alikuwepo ile bwana mdogo aliyetokea TRA Tabora, Najim Musa, ambaye naye kaenda pale kwenye nusu season hakupata hiyo nafasi ya kucheza chini ya kocha nani? Patrick Ausem. Katoka pale kaenda Namungo, tukamwona akianza kupewa hiyo nafasi. Sasa baada ya kutani kutoka Singida kwenda Pamba, nadhani Simba na wenyewe waliongeza zaidi umakini wa kuweza kufanyaje, kuweza kumzingatia, na akapata pia call up ya kuitwa national team kama unakumbuka.
ilibaki kidogo tu hata na kwenye AFCON kaenda pia. Kevin. Alienda. Kaenda AFCON. Yes, hakucheza tu lakini alienda. Sasa ukishapata hizo platform hata timu kubwa nao zinaweza zikaanza kuangalia. Gamondi kaona nini pale? Umeelewa? Nini ambacho labda TFF wamekiona pale. Kwa hiyo kuna tena nafikiri alipata nafasi Singida alikutana na Pamba. Yes, na Pamba ile moja ile akawafunga. Ile moja ile akafunga kaenda akaomba radhi. Lakini ukiachana na hilo pia Kevin ni moja kati ya wachezaji bora sana. Na amekuwa anatajwa na hizi timu za Kariakoo nadhani misimu 3-4 nyuma ambayo iliyokuwa imepita. Kwa hiyo na kingine zaidi Simba baada ya kuona kaitwa kwenye upande wa timu ya taifa kilichokuja kwa motivate zaidi. Angalia mechi 2 ambazo kacheza dhidi ya Young Africans. Rejea mechi ya hapa Dar es Salaam. Kevin mimi nadhani mechi alikuwa ni man of the match. Amani ana msemo wake alikata sana umeme pale maeneo ya katikati. Kwa hiyo ni mchezaji mzuri. Unapompata mchezaji ambaye kwenye timu za daraja la kati anacheza na timu ambayo ipo kwenye standard ya juu na anaonyesha kwamba mimi ni bora kuliko wa viungo wenu hawa. Ni silaha nzuri sana kuelekea kwenye upande wa hizo Kariakoo Derby. Amani, kwa namna ambavyo Kelvin Nation amejiunga na klabu ya Simba, ziliwahi kuwepo tetesi, hata yeye mwenyewe pia alizungumza kwamba kuna wakati klabu ya Young Africans ilimtaja, ilimhitaji pia, ilifika mpaka makao makuu ya klabu ya Young Africans. Unadhani ni sahihi kwa wakati huu kujiunga na klabu ya Simba? Nafikiri Kevin kwenye kuhaso kwake kote, hii ndio timu kubwa ambayo anakuja kuchezea, si ndio? Tulimuona huko nyuma alicheza Serengeti Boys, akaja akacheza timu. Niliona video anasema ana misimu 9 kwenye ligi kuu. Tulifanya naye interview. Nakumbuka tulifanya naye interview. Ndondo kacheza pia. Ndondo kacheza, tulikopo mimi Juma, amecheza Bajaro. Bajaro. Ya Sinza pale. Tulikopo mimi Juma na Betha, tukafanya naye interview. Tupa interview nzuri sana. Na yeye alikuwa naamini ni Mungu tu. Siku ata bless, ataweza kucheza hizi timu kubwa. Na nafikiri Juma ameongea kitu kikubwa sana hapa. Yule Kevin Nation ambaye anacheza akiwa Pamba, anakutana na Yanga, anakutana na Simba, afu ana perform. Amekutana na Yanga na Simba, yuko Pamba. Je, Kevin Nation ambaye yuko Simba sasa hivi ina maana atakupa kitu bora kuliko kile alichokuwa nakitoa? Hapa pressure ingia. Hapa ana pressure kwa sababu Kevin ni mchezaji mwenye experience, si ndio? Amecheza ligi kuu kwa muda mwingi sana. Viwanja vyote anavifahamu. Kevin Nation wapi aende aseme kwamba ana pressure, si ndio? Lakini kikubwa ambacho nakiona, sina sana ufundi kwenye walimu, lakini sioni kwamba Kevin Nation na Kagoma wakacheza pamoja. Kwa sababu pale Simba lazima wataingia sokoni kuchukua kiungo wa kimataifa. Kwa sababu ukija kuangalia partner ya Kevin pamoja na Kagoma zinaendana, si ndio? Tunasema Kagoma msimu huu ame-improve, amekuwa sio mchezaji yule sana rough, si ndio? Sio tough games ile alikuwa anaingia, unaonekana kuna mtu amekaa akampa kisomo akamwambia sikia, unacheza vizuri lakini sio kila muda unaingia, kwa sababu kuna mechi nyingi sana amezikosti Kagoma. Mechi za kimataifa amepewa kadi nyekundu, Simba inapata tabu kupata alama 3 kutokana na nani? Na Yusufu. Lakini ukija kuangalia Amani hapo ulipozungumzia Kelvin na Kagoma, kuna andiko hapa kutoka kwa meneja Patrick Roemamu kuhusiana na hiyo chemistry. Ni nukuu kidogo, anasema chemical bonding katika chemistry, vyuma vina tabia ya kushirikiana. Electronic kupitia metallic bonding. Hii bonding inafanyika electronic kuwa huru kusogea, na ndio sababu vyuma vina conductivity kubwa ya umeme na joto. Mtachagua wenyewe hapo, tupate chemistry au physics. Vyuma vimekutana, akimaliza hivi. Yaani yeye mwenyewe anasema kazi mnayo nyinyi. Sasa mimi nafikiri Juma utanisahihisha kwenye hili. Mimi nafikiri Simba watafaidika sana na Kagoma kwenye tough game. Mechi ambayo labda unacheza na Yanga ambao wanakutana tarehe 12 mwezi wa 8, si ndio? Mechi ambayo itakiwa ufundi sana. Kuna muda unaweza ukaenda na forcing 9, si ndio? Yaani mchezaji ambaye labda anacheza winga, lakini unaweza kumweka pale mbele ukamforce acheze kama mshambuliaji. Mtu kama Mpanzu ametumika sana msimu uliopita. Kwa hiyo unaweza kumtumia Kevin Nation akiwa juu, lakini chini akawa Kagoma, si ndio? Ukamwekea na kiungo mwingine wa 3.
wakawa viungo watatu, ukashindana na viungo wa Yanga. Inategemea Yanga nao wanakuja vipi, labda wanakuja na Duke Abuya, atakuja na Maxi Nzengeli, lakini pia labda kama kuna kiungo ambaye utamsajili anaweza akakaa juu, labda hata Mudathir, si ndio? Ina maana wanakuwa wanapishana pale, lakini sioni haja kubwa sana ya labda Kevin Nation kucheza na mechi labda Simba wanakutana na Pamba, wanakutana na Mbeya City, ukatumia viungo wawili, ukamtumia Kevin Nation, ukamtumia Kagoma. Sioni sana hiyo. Lakini pia mwalimu itakuwa inampana uwanda mwingine kwa maana kwamba anaweza akatumia kama double pivot kwa maana wakacheza wote kwenye line moja. Kuna mechi zingine walikuwa anacheza Kagoma na Kante kwa wakati mmoja kwa ajili ya kwenda kutafuta balance ya timu. Lakini inategemeana labda namba 10 au 8, either labda Chama. Kama ukiwa na Chama unajua uwanjani mara nyingi haumkuti kwenye matukio ya kuja. Lakini Juma ushe kuangalia mechi unakuta mashabiki kwa sababu sisi unajua tunakaaga sana na mashabiki tunachukua sana maoni yao yale alafu tunakaa nayo. Bana viungo wagumu sana. Hamna mlainishi, yani mlainishaji hamna. Unajua mtu lainishi. Unajua Kante sawa lakini lazima mipira itoke chini. Unajua kupush. Unaelewa? Kwa nini Kagoma alikuwa apati namba kwenye timu ya taifa kwenye michuano ya Afrika? Kwa sababu Alphonse Mabula anaenda kuzichukulia chini. Anaanza kusambaza upendo. Ndio maana Mabula anaonekana kila sehemu. Mabula anaenda hapa anapiga kiatu anafanyaje, lakini anacheza kwa discipline, lakini anatoka kuzichukua chini anazipeleka hapa. Lakini Kagoma ni kiungo ambaye anachafua anatulia. Si ndio? Inapigwa pasi labda anashabukta anaangalia, anenene ndeni. Yaani mimi nishamaliza kazi yangu. Sio unaelewa? Lakini kuna namna msimu huu amechange kidogo. Amechange kidogo lakini sio kama Kagoma yule ambaye mimi nilikuwa nataka ni apush. Yaani unajua unachukua mipira chini unapush unacheza yaani kiungo ambacho mfano mzuri labda ambao Latifa anaweza kukuelewa. Kile alichokuwa anakifanya Khalid Aucho. Hakuwa tu anaishia kwenye majukumu ya kukaba. Lakini pia unamuona ana mchango pia hata timu ikiwa inaenda kufanyaje? Kushambulia. Kwa maana kwamba midfield jukumu la kwanza ni kudetect tempo ya mchezo. Kwa maana kwamba wewe upo kwenye eneo la katikati, lazima unaangalia ni sehemu gani ambapo strengths yetu ya timu ilipo. Kuna muda mnaingia kwenye timu mkiamini tutatumia flanks moja, labda huku kuna Pacome, huku kuna Okello, si ndio? Inawezekana kwenye mechi siku hiyo upande mwenyewe mnautumia zaidi wa Pacome. Pengine labda Pacome akakutana na majaribu mengi, akawa anashindwa kuweza kufanyaje kupenetrate. Lakini jukumu la kiungo ni kuwa unaubadili uwanja. Ukishaona kwamba pashakuwa pazito, jukumu lako la pili pia ni kuanza kurusha mipira mirefu kwa upande wa winga nyingine ya pili. Sasa hicho kitu kilikuwa ni aghalabu sana kwa upande wa Kagoma. Na ndio maana kuna namna alikuwa anafanyaje. Mkude alikuwa anafanya. Yaani kusafirisha mipira kwenye masafa marefu ulikuwa unampata sana. Kuna aina ya viungo kama hao, Pogba. Yes, kuna muda anaweza akaona timu iko chini lakini ili tufike juu hatuwezi tukafika wote kwa kupigana pasi. Lazima tusafirishe mipira. Kwa hiyo ndio hicho ambacho Amani amekuwa anakizungumza. Nafikiri lakini kwangu mimi ni usajili mzuri sana kwa mtu kama Kevin Nation After kwa sababu ni mchezaji ambaye alikuwa na ndoto ya kucheza timu kubwa na sasa hivi amepata hiyo nafasi. Hata interview yake kuja kuiona sasa hivi nimeona imepanda, anaongea siku ya kwanza kujiunga na kikosi, amesema utofauti ambao ulikuwa Pamba na pale ameona watu wako serious sana. Watu wana mipango. Na katika vitu vizuri pia kwa Nation ni mzuri sana kwenye kupangilia maneno. Nation ni fundi, anakupa methali nyingi sana anakupa kutoka kwake. Anakuambia kabisa bwana maisha yako hivyo muathirika hapo. Lakini Juma kuna story nyingi sana Nation ametupa lakini kwa sababu ya muda ndio maana lakini story nyingi sana ametupa Nation kusana na nini. Muathirika na nini mfuko. Yaani kama Amani mwenyewe anasema halioni Kagoma kucheza pamoja na Kevin. Ina maana mfuko option ya 3 ujue. Lakini pia ni option. Unajua kitu ambacho option pia. Bado option. Mimi ninachozungumzia kwamba amedondoka Ahali. Si ndio? Amedondoka Mamelodi. Unaweza kumpanga Kagoma na Nafta? Tuachie watazamaji. Uko nyumbani kwa Mkapa. Hiyo inaweza kutumika option ya ugenini kwa sababu naenda kuzuia nipate alama moja nirudi nyumbani kwa Mkapa. Ndio ninachozungumzia lakini usajili mzuri sana wa Kevin Nation. Sawa, wakati tunazungumzia Simba kuboresha